Niliona machozi kimya yakitiririka ndani ya nyumba tuliyoita salama. Sauti za maumivu zikafichwa na ukweli ukabaki nyuma. Giza la moyo halionekani, lakini linaumiza zaidi ya jeraha. Kilio cha ndani hakisikiki, lakini kinavunja roho taratibu. Giza, giza la moyo. Giza, giza la moyo. Giza, giza la moyo. Giza, giza la moyo. Ndani ya nyumba kuna giza la mateso. Babu kipofu analia kwa majonzi ya kesho, na mimi mdogo sijui nifanye nini, lakini maumivu, uchungu vipo moyoni. Mama wa nyumba, moyo wake kama jiwe. Huruma kwake ni neno ambalo limekufa milele. Mama wa nyumba, moyo wake kama jiwe. Huruma kwake ni neno ambalo limekufa milele. Giza, giza la moyo. Giza, giza la moyo. Giza, giza la moyo. Giza, giza la moyo. Ndani ya nyumba kuna giza la mateso. Babu kipofu analia kwa majonzi ya kesho, na mimi mdogo sijui nifanye nini. Shikamoo shangazi. Marahaba. Kaambie mamako na hizo taarifa umfikishie. Msumo alivyoniletea zile taarifa kuwa simu namtesa, simu namnyanyasa mle ndani, msione nimeifungia macho. Nikisikia tena imejirudia kwa mara nyingine, wewe na mama yako mle ndani mtatoka. Sawa, tena kumwambia. Niliona machozi kimya yakitiririka ndani ya nyumba tuliyoita salama. Sauti za maumivu zikafichwa na ukweli ukabaki nyuma. Giza la moyo halionekani, lakini linaumiza zaidi ya jeraha. Kilio cha ndani hakisikiki, lakini kinavunja roho
taratibu. Giza, giza la moyo. Giza, giza la moyo. Giza, giza la kuosha hivyo vyombo. Unacheza tu hapo. Na una kazi nyingine ndani. Unataka kudeki, kufanya usafi. Hebu malizia uanze kufanya usafi huko. Ndani ya nyumba kuna giza la mateso. Babu kipofu analia kwa majonzi ya kesho. Yo. Ade. Njoo. Vipi mazingira ya Kulu kwa shuleni anahudhuria? Hapana, sasa Kulu haji shule. Na mimi kila nikienda kwao mamake ananifukuza. Anakufukuza? Ndio. Na akasema familia yetu hatupendi. Hawapendi? Ndio. Haya, weka hapa nyumbani, sipili mimi nijiandae niende huko. Nikinavunja roho taratibu. Giza, giza la moyo. Giza, giza la moyo. Giza, giza la ndani ya nyumba kuna giza la mateso. Babu kipofu analia kwa majonzi ya kesho. Na mimi mdogo sijui nifanye nini, lakini maumivu, uchungu vipo moyoni. Mama wa nyumba, moyo wake kama jiwe. Baba, shikao. Baba, mwanangu. Oh, unaenda wapi huko? Yaani mimi mwanangu, asubuhi, mchana mpaka muda unaponiona ninazurura tu, hata ninapokwenda sipajui. Naomba upo peke yako. Ndio kwangu bwana, nilituma maji, kuna sehemu nilipunzika, alikuwa nimechoka. Sasa naye ameenda huko kachelewa kurudi, sasa sijui kisikakumbwa na kitu gani, si ndio kwangu. Kwa ndio hivyo naniona kinazurura tu peke yangu. Haya basi tuwe nyumbani, tutaenda kuafikiana vizuri huko. Niliona machozi kimya yakitiririka ndani ya nyumba tulioita salama. Sauti za maumivu zikafichwa na ukweli ukabaki nyuma. Giza la moyo halionekani, lakini linaumiza zaidi ya jeraha. Kilio cha ndani. Kulusumu. Abe. Njoo. Ben, naomba kaniletee maji. Aya. Sinakuuliza. Sasa ngoja nikuonyeshe.
Kulikoni? Maana pale hata tuliongea hata vizuri. Mwanangu, kusema ukweli, ile nyumba kumejaa mateso, masimango. Yaani mwanangu, toka kaka yako afariki, yaani ile nyumba imepatwa na kitu bwana. Yule mwanamke haeleweki. Yaani kilichojaa mule, kwa kweli hata moyo wangu umejaa na kiza kinene sana. Yaani mwanangu, si nikueleze nini? Kifupi, ile nyumba imejaa tu na mateso sasa hivi. Ushindo kama wewe hodari sana, kamogesha kazi yako. Huku nini? Nikutana kuhusu alikuwa anakimbia. Nikamuuliza kuhusu wewe, akasema ajue alipokuacha. Nikaenda naye mpaka kwa mama yake, akasema mnaishi tu vizuri, hamteswi. Yaani mwanangu, labda wewe mtoto tukaogopa tu kusema. Lakini ukweli ni kwamba, narudia mara nyinginewe, toka kaka yako afariki, yaani ile nyumba mpaka napatwa. Yaani si nikwambieje kabisa. Kuna giza kubwa moyoni mwangu. Sijui la kufanya. Sasa hapa cha msingi tujiandae, twende huko. Sawa. Niliona machozi kimya yakitiririka. Nimemleta huyu baba. Kila siku nasikia malalamiko. Kama aliyoleta kulu yale yamejirudia. Baba funguka. Mwanangu, yaani toka afe ni mwanangu kaka yako afariki, hii nyumba kwetu imekuwa kama tanuri la moto. Hatuna raha ya kuishi ndani. Yaani amani hatuna, ni mateso. Lakini baba, si uliondoka na Kulu hapa? Nimeondoka naye, lakini haya yote yanasababishwa na wewe mwenyewe mwanangu. Sababu hatuna amani. Tumepatwa na kiza kubwa kwenye moyo. Yaani sina amani kabisa kwenye nyumba. Mimi nilikutafuta sana baba. Hayo yote unaongea, lakini si ya moyoni. Sababu ukiangalia tusingeweza kutoka ndani kwa sababu ya wewe mwenyewe. Nimefanyaje baba? Kama unaninyanyasa na maana chakula simi. Nataka uniambie chakula sinigeivu ndani. Yule mtoto alinifuata siku moja. Aliniambia kwamba anahitaji kula, ameniomba mimi chakula. Yaani kwa kweli hata hilo pia linachangia. Yule mtoto ni mchonganishi baba, sio kweli. Yaani yule mtoto ni mchonganishi. Yaani wewe utaongea tu wewe, lakini kwa kweli mwanangu, sina hata amani, hata raha sina katika hii nyumba. Sina raha mwanangu. Sasa baba, mimi nifanye nini? Na ikiwa nilikutafuta sijakupata, unaniambia mimi ninakunyanyasa. Kama ningekuwa nakunyanyasa ningekupata huko. Hayo unaongea tu kwa sababu najua wifi yako hapa yupo. Ndio maana naongea hivyo, lakini mwanangu, na tulichokuwa nalifanyia, yaani sikistahili. Mwanangu, kuwa na huruma na hali yangu. Mwanangu, umezidi manyanyaso na tunyanyasa sana. Hii ndo mara ya kwanza na mwisho kusikia hizo taarifa. Sijui unamtesa huyu, sijui unamtesa yule mtoto. Nikisikia tena, unawe vilago vyako na unaondoka. Lakini usiache kusikiliza maneno. Una uhakika mimi nawatesa? Ana akili zake timamu, mtu mzima. Kwa hiyo mimi sitaki tena mjadala. Baba ndio umenifanyia nini? Sasa subiri.
Nasema hivi huko ndani nitakachokufanyia. Sasa na kufanya mwanangu, utashukuru tutakachofanya. Chakwenda kwa maamuzi yako. Nani atavunja ukimya huu? Nani atasema ukweli huu? Kama sauti zimefungwa ndani, nani ataokoa roho hizi? Producer Kijiko Talent.